Okay, wewe unatamani kuacha tabia fulani mbaya ambayo huipendi, ambayo umekuwa nayo na haina matokeo chanya kwako. Labda ni matumizi ya simu ya muda mrefu, labda ni kutazama video chafu, labda ni urahibu wa kubeti, magame, movies na vitu vingine vya aina hiyo. Ni rahisi sana kuachana na hizo tabia zote mbaya ambazo upo nazo. Na wapo ambao wamewahi kuachana au kubreak from bad behaviors ambazo walikuwa nazo, lakini baada ya muda fulani wamerudi kule kule. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ni rahisi sana kuachana au kuvunja tabia fulani mbaya, lakini ni ngumu kuisahau ile tabia. Ni kwa sababu kuna baadhi ya vitu hatujaviondoa kikamilifu. Ndio maana tunajikuta tunarudi kwenye tabia zile zile hata baada ya muda fulani kupita. Kwa mfano, kwa mtu ambaye ana tabia ya urahibu wa kuangalia video chafu na kufanya masturbation, yule mtu ni rahisi sana kuvunja tabia ile, lakini baada ya muda atarudi kule kule. Kadhalika na mtu ambaye ana tabia ya kutumia madawa ya kulevya au kuvuta sigara na tabia zingine nyingi ambazo tunaziona sio nzuri. Ni rahisi sana kuziacha tabia hizo, lakini kwa baada ya muda mtu yule anaweza karudi kwenye tabia ile ile. Kwanza kabisa kuna kitu kinaitwa self control kwa Kiingereza, lakini kwa Kiswahili tunaweza tukasema ni kujidhibiti au kujitawala. Ni kuwa na uwezo wa kuzuia hisia zako, tabia zako na tamaa zako ili kufanya maamuzi yaliyo sahihi yatakayoleta mafanikio au matokeo chanya. Hiyo ndo maana rahisi ya kujitawala. Tumesikia sana kwamba pale ambapo unakutana na majaribu basi ujicontrol, ujizuie. Na tumezoea sana kusikia hivyo na tumejitahidi sana kuwa na self control sisi wenyewe au kuwa na uwezo wa kujitawala pale ambapo tunakutana na vitu fulani au vishawishi. Lakini vipi kama nikakwambia self control sio njia pekee ambayo inaweza kukusaidia wewe kuachana na tabia fulani ambazo upo nazo? Ni kwa nini? Ni kwa nini leo hii nakubadilisha? Ni kwa sababu self control ni short term strategy, sio long term strategy. Ni strategy ambayo inaweza kukusaidia kwa muda mfupi pale ambapo unakutana na jaribu fulani. Ndipo unapoweza kujizuia ili usiingie kwenye jaribu lile. Lakini sio kamilifu kwa muda mrefu. Sasa kwa mfano, kwa wale watu ambao hawawezi kabisa kukaa muda mrefu bila kushika simu zao, unakuta maybe anasoma, then simu yake ipo karibu. Sasa pale tunasema inamhitaji yeye kujicontrol kwamba simu ipo karibu, hivyo inampasa yeye kujicontrol asishike simu bali aendelee kusoma. Na baada ya muda atajikuta anadondoka kule kule kwa sababu simu ipo karibu. Vipi kama njia pekee na bora zaidi ni kuondoa vile vishawishi, ni wewe kutokujiexpose na vile vishawishi. Na mimi hii ndio njia ambayo naiona ni ya muhimu zaidi ambayo inaweza kukusaidia wewe kutokurudi kwenye tabia mbaya ambazo unataka kuziacha. Usijikutanishe, usijiexpose na zile cues. Tunasema yale majaribu au vile vichocheo ambavyo vinakufanya wewe ufanye tabia fulani mbaya. Unajua kabisa mimi simu ikikaa karibu basi siwezi kuconcentrate, nitajikuta nimeishika, basi nitaiweka mbali. Labda mimi nina urahibu wa kucheza game, nacheza game kwa masaa mengi na kushindwa kufanya kazi zangu na vitu vya aina hiyo, basi nitazima PlayStation au nitaweka game mbali na sehemu ambapo nafanya task zangu binafsi. Lakini pia kwa mtu ambaye ni mrahibu wa pornografia au kufanya masturbation au punyeto, basi ana uwezo wa kujizuia kutumia simu kwa baadhi ya muda fulani, hususan muda wa kuamka na muda wa kulala. Lakini pia ana uwezo wa kublock zile VPN na kuondoa zile applications zote ambazo zinamfanya yeye adondokee kwenye tabia ya masturbation, tabia ambayo haipendi. Kwa hiyo badala ya kupambana sana kujicontrol au kujizuia pale ambapo tunakutana na majaribu, vipi kama tukayaondoa hayo majaribu, tukayaweka mbali, tusiyaone? Kwa sababu sheria ya kwanza kujenga tabia mpya ni kufanya iwe visible, ionekane. Tunasema make it obvious. Lakini kwa kuivunja tabia mbaya pia tunasema ifanye isionekane. Simple like that. Jitahidi kujiweka busy. Pangilia vitu vyako unavyotamani kuvifanya na vipe priority. Kwa zile tabia mbaya ambazo unatamani kuziacha, najua unafahamu cues zake, najua unafahamu vishawishi vyake. Najua ni nini ambacho ukikiona kinakufanya wewe urudi kwenye ile tabia mbaya. Labda ni uvutaji wa sigara, matumizi ya madawa ya kulevya na vitu vya aina hiyo. Unajua nikiangalia Instagram au Snapchat kwa muda mrefu, basi nitajikuta baada ya muda nafanya masturbation. Kwa hiyo badala ya kutumia nguvu nyingi kujizuia kuangalia hizo Instagram, basi iondoe hiyo Instagram kwa wakati fulani. Sasa tumekwisha kuona kwamba uwezo wa kujitawala wakati mwingine sio unaoweza kukufanya wewe moja kwa moja ukaachana tabia fulani mbaya. Sasa tunaona assignment ambayo itakusaidia wewe kuachana tabia fulani mbaya. Na assignment hii sitamani iwe ngumu sana kwako. Kwa hiyo natamani ujaribu kuidentify tabia moja mbaya ambayo unatamani kuachana nayo. Hatuwezi kubadilisha maisha yote kwa ujumla ndani ya siku moja au ndani ya muda mfupi pekee. So tutakachokifanya ni kuidentify tabia moja mbaya na tutaenda kuangalia namna gani ambayo unaweza kuachana nayo. Kwa mfano, labda ni matumizi ya simu ya muda mrefu au ya mara kwa mara, au ni matumizi ya vilevi au urahibu wa sigara na vitu vingine kama hivyo. Baada ya kuidentify tabia moja ambayo unatamani kuachana nayo, hatua ya pili tutaenda kuangalia zile cues. Ni kweli kwamba kila tabia mbaya tulionayo basi kuna cues fulani, kuna vishawishi fulani ambavyo tukikutana navyo vinatufanya tudondoke kwenye ile tabia mbaya. Kwa matumizi ya simu ya muda mrefu au ya mara kwa mara, ni kwa sababu simu ikiwa karibu yangu basi najikuta naishika simu ile naitumia kwa muda mrefu.
labda ni kwa sababu nasikia notification kwenye simu yangu wakati nasoma, basi nitajikuta naishika simu ile. Hizo zote ni cues. Kwa mtu ambaye ana urahibu wa masturbation, labda ni kwa sababu akiwa kitandani kwake usiku akiwa anatumia simu yake, akikutana na video fulani au picha fulani kwenye mitandao, basi atajikuta anadondokea kwenye ile tabia. Baada ya kufahamu cues zote, sasa tunaenda kwenye hatua ya tatu, kuzuia kujiexpose kwenye zile cues. Tumeshafahamu kwamba simu ikikaa karibu yangu, nikisikia notification ya simu yangu nikiwa nasoma, basi nitajikuta naishika ile simu. Au nikiwa nafanya kazi zangu, basi simu ikiwa mfukoni kwangu, nitajikuta naishika. Tutakuwa kufanya nikiwa nasoma, basi simu yangu nitaiweka mbali. Au nikiwa nafanya kazi zangu, simu yangu nitakuwa nimeimute isisikie notification. Kwa mtu ambaye anataka kuachana na tabia ya masturbation, simply anachopaswa kufanya ni kuzuia yeye kukutana na hivyo vitu. Labda kwenye mitandao ana uwezo wa kuunfollow wale watu ambao wanakuwa wanamvutia kufanya hicho kitu. Kuna watu tunaona kwenye mazingira yetu, labda hawa wamefanikiwa sababu wana uwezo wa kujidhibiti, hawana tabia mbaya. Lakini vipi kama sio kwamba wana uwezo wa kujidhibiti pale ambapo wanakutana na vishawishi? Vipi kama wao wameondoa kabisa vile vishawishi? Kwa hiyo na wewe leo hii, badala ya kutumia nguvu nyingi kujizuia pale ambapo unakutana na vishawishi, labda kusali, kufanya mazoezi, kufunga macho na vitu vingine kama hivyo, vipi badala ya kufanya hivyo, badala yake ujizuie usikutane na hivyo vishawishi, yani uviondoe kabisa. Kwa sentensi rahisi ya Kiingereza ambayo inasema it is easier to avoid temptation than to resist it. Asante kwa kuwa nami mpaka mwisho. Leo mezani kwangu kuna tuzo ya Uni Awards at the best male public speaker, na washukuru wale wote ambao walisupport, na kushukuru wewe ambaye unaendelea kunifuatilia na kuwa karibu nami. Asante sana na karibu sana kuendelea kujifunza, na tutajifunza vitu vingi sana. Kwa na mimi Silvano Mushi, mpaka wakati mwingine. Bye bye.